katika kipindi chote cha mgogoro wa Mashariki ya Kati, taifa letu halijakumbwa na uhaba wa mafuta. Ulikuwa ukitoka Dar es Salaam mpaka Kyerwa, mafuta yapo katika vituo vyote. Mheshimiwa Spika, bei ambazo zilikuwa zimepatikana katika kipindi cha vita cha mwezi wa 3 katika region yetu hii ya Afrika Mashariki ndio ilikuwa bei ndogo kuliko wengine, hadi kupelekea nchi nyingine kutaka kuja kuchukua mafuta kwetu. Mheshimiwa Spika, hata katika bei za mwisho kwa mlaji, soko la Tanzania, wote ni mashahidi na vyombo vya habari mmekuwa mkiona vikitoa, bei yetu katika pampu imeendelea kuwa bei ndogo kuliko nchi nyingine zinazotuzunguka katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sasa baada ya serikali kupitia TPDC, EWURA na PBPA kufanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba hatupati uhaba wa mafuta wakati wa vita, nikiri Mheshimiwa Spika kwamba sasa baada ya mazungumzo yale ya amani kufanyika na kupatikana kwa ceasefire ya siku 60, bei ya soko la dunia ya mafuta ghafi imeanza kushuka na sasa imefika mpaka $70 kwa barrel. Serikali imewataka TPDC, PBPA na EWURA kuhakikisha ya kwamba Mtanzania naye anaanza kuona bei ile ikishuka katika vituo vyetu vya mafuta. Mheshimiwa Spika, nilihakikishie bunge lako tukufu kwamba Watanzania wataanza kuona bei ya mafuta ikishuka, na kadri mzigo unavyozidi kuja wa bei nafuu, kwa sababu kwa sasa kuna meli ambazo ziko njiani, kuna meli zilizofika bandarini, kuna mafuta yaliyoshushwa yaliyokuwepo katika storage. Kadri meli zinavyoanza kuja zinazotoka za mzigo wa bei nafuu, na bei zitazidi kushuka, na tunatarajia, hata wataalam duniani wametoa takwimu, tunatarajia kwamba ndani ya wiki 8 mpaka wiki 10 dunia itarejea katika bei zilizokuwepo Februari mwaka 2026. Lakini katika soko letu Tanzania, tumewataka EWURA kuhakikisha Mtanzania anaanza kuona punguzo la bei hiyo kuanzia mwezi huu unayokuja kwenye bei ambazo zitatangazwa.